Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Mfalme wa wafalme, Mungu mwenyezi, na litukuzwe jina lako la fahari na utisho, jina lipitalo majina yote, kwa vitu vya mbinguni na duniani na chini ya nchi. Na kwa jina hilo kila goti pigwa na kila ulimi ukiri ya kwamba wewe ni Bwana. Asante kwa wokovu na msamaha wa dhambi. Asante kwa uponyaji wa mwili na nguvu ya kufanikiwa. Asante kwa ajili ya uzima milele. Neno lako ni taa na nuru ya maisha yetu. Kwa njia ya neno lako tunaweza tukayaona matendo makuu na jinsi ambavyo umetutendea. Tunalipokea neno lako tena jioni leo, likapate kutimizwa ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Unaweza kunisaidia kumsalimia ndugu aliye jirani yako, mwambie tu shalom. Unaweza kumwangalia na mwingine, sio vibaya. Shalom, shalom. Ninatamani tukiendelea katika juma hili uendelee kukaribisha wengine pia, kwa sababu hili ni juma letu la wiki nzima ya kuweza kuyaona matendo ya Mungu kwa mwaka mzima. Tunalianza juma hili na neno linalotamka niko ndani ya neema. Sema amen. Hebu sema niko ndani ya neema juu ya neema. Tunaendelea katika mstari wetu ule wa 16 kitabu cha Yohana sura ya kwanza. Inamzungumza Yesu kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea. Sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Na neema juu ya neema. Kwenye hilo fungu nilisema mlango wetu wa maisha katika ulimwengu wa kiroho kama ulikuwa ni mwembamba sana na tuweze kufanya kitu chochote kwa sababu maadui zetu ni wengi, lakini sasa neema tuliyoipokea inatupa nguvu zaidi ya kuweza kufanya zaidi katika ulimwengu wa roho. Kwenye eneo lolote la ulimwengu wa roho hakuna mtu anaweza shindana na wewe, kwa sababu kuna damu iliyokuja juu yetu, ambayo hiyo damu sio sawasawa na lile agano la kale lililotangulia, palipokuwa panatumika damu ya wanyama wakapaka kwenye milango, ikaonekana kwamba wametoka katika nchi ya utumwa. Leo hii sisi tunatoka, lakini hatutafia jangwani. Sema amen, amen. Wenzetu walitoka lakini hawakuingia katika ile nchi, waliishia jangwani, wakafa wote waliotoka Misri isipokuwa watu wawili peke yao, Joshua na Caleb. Lakini watu 2,000,000 waliotoka Misri, waume kwa wake, walimalizika njiani. Kwa kipindi kifupi cha miaka 40 wote waliisha. Ilikuwa ni damu iliyowatoa, lakini nguvu ya kuwaingiza ilikuwa hakuna. Sasa sisi tumepokea neema ile ile katika damu, lakini imekuja neema juu ya hiyo neema ya ukombozi. Sio tu kututoa, lakini na kutuingiza. Sema amen. Hebu sema ninapokea neema hii juu ya neema. Haleluya. Katika Waisraeli walikuwa hawajawahi kujua kwamba wanashindana na vita katika ulimwengu wa roho. Waisraeli kwa asili hawajawahi kujua kwamba vita vyao vinapigana katika ulimwengu wa roho. Ili kuwashinda wale walioko katika ulimwengu wa roho, wasitufanye watumwa katika mwili. Sisi tumeshawajua kwa sababu ya vile vipawa vilivyomo ndani ya ile damu ya Yesu. Tunawashinda kwanza rohoni, na kwenye mwili hawatuwezi tena. Sema amen, amen. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12, kwenye ulimwengu wa roho
palikuwepo na vita vikubwa, na hivyo vita vilipigwa kati ya viumbe vilivyoko katika ulimwengu wa roho, kati ya malaika watakatifu na walioasi. Na wale walioasi wakashindwa katika ulimwengu wa roho, wakatupwa katika dunia, katika nchi. Eneo waliloangukia duniani likawa ni eneo litakalo wafanya walioko duniani kuteseka na kuonewa. Lakini kuna walioko duniani ambao wao hawatateswa na kuonewa. Sema amen, amen. Na hao watakaoweza kuwashinda hao viumbe vya rohoni, mstari ule wa 11 unasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Hili ndilo eneo letu tunaloona tunayo neema juu ya neema. Sema amen, amen. Huko mbinguni Biblia inasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Andiko hili nikalisoma mara nyingi sana, nikifikiri ya kwamba shetani ana nguvu ya kunishtaki tena. Kumbe sio mimi ninayeshtakiwa. Haleluya. Sema amen, amen. Hebu piga kelele, sema amen. Hili eneo ni katika wale ndugu zetu wasiokuwa na Kristo. Wao huingia katika kupata mateso ndani ya maisha, lakini walio ndani ya Kristo wakamshinda. Sema amen, amen. Katika ulimwengu wa roho nikasikia sauti kuu mbinguni. Katika ulimwengu wa roho sasa imekuwa wokovu. Sasa imekuwa wokovu. Mbinguni hakunaga wokovu, kwa sababu hakunaga dhambi mbinguni. Mungu alileta neema ya wokovu duniani. Kwa hiyo kumekuwa wokovu kwa wana wa Mungu. Sema amen, amen. Sisi tuliopata wokovu tumepata kwa njia ya Kristo Yesu kwa kumwaga damu yake. Lakini kuna watu katika mwili. Kumbuka kwamba sisi wanadamu tumeumbwa katika aina mbili za watu. Mmoja aliyoko ndani yako ni yule wa rohoni. Wa pili aliyoko ni yule wa mwilini. Hawa wote wanazo hisia. Yule wa rohoni anaouelewa, anayo macho, anaweza katenda na anaweza kasema na anaweza kasikia. Yule wa mwilini naye yuko hivyo hivyo, anaweza akaona, akasikia na akatenda. Lakini yule wa rohoni aliyeumbwa akikosea kule katika ulimwengu wa roho, akakosa nguvu, huyu wa mwilini atakuwa mtumwa. Naeleweka hii lugha? Na huyu wa mwilini atatafuta kwa tabu, atatafuta kwa mateso, atahangaika kutafuta riziki kwa namna zote, itamkosti gharama zote kupata mlo mmoja angalau kwa siku. Lakini ikifika yule wa rohoni anazo nguvu. Sema amen, amen. Yule wa rohoni ameshapata kushinda. Huyu wa mwilini ana neema juu ya neema kwa sababu ya yule wa rohoni. Kipawa kile cha ile damu iliyomkomboa basi inampa na huyu wa mwilini nafasi, amen, ya kuishi katika ushindi wa yule aliye wa rohoni. Ndio maana tunasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Neno katika ulimwengu wa roho ni kwa sababu sahihi tumeshatambua kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Amen. Waisraeli zamani walikuwa juu maisha ya kushindana katika ulimwengu wa roho. Wao siku zote wanajua vita vyetu ni vya damu na nyama. Tunapigana na wanadamu wanaotuzunguka wasiotutakia heri. Na katika asili hiyo hawakuwahi kujua katika ulimwengu wa roho kuna vitu gani vinaishi. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 12, labda nitembee hapo kidogo. Danieli sura ya 12 inasema hivi, mstari wa kwanza.
ukisoma hiyo utakuta kuna malaika anaitwa Mikaeli, anatamkwa kwa jemedari mkuu. Sijui kwa nini anatamkwa kuwa ni jemedari mkuu, lakini kwa lugha nyingine ningelimuita huyu Mikaeli ni mpiganaji. Sema amen, amen. Huyu upigana au usimama pamoja na wana wa Israeli kuwapigania katika ulimwengu wa roho, huyu malaika. Sasa siku moja Daniel pamoja na kwamba anaitwa jemedari kwa Kiswahili, lakini Kiingereza haitwi jemedari. Kiingereza anaitwa prince, anaitwa great prince, yani ni kama mtawala anayeishi upande wa Israeli tu, kwa makabila nyingine hakai. Wote wanaokuja kupigana na Israeli yeye upigana na wao. Na yule Mikaeli aliwahi kukutana na Gabriel aliyekuwa malaika mpeleka habari, aliyechukua maombi ya mtu anaitwa Daniel akapeleka mbele za Mungu. Majibu yakatoka, amebeba faili la majibu. Njiani akaruzuiliwa na mkuu wa anga. Yule mkuu wa anga akamzuia yule malaika Gabriel. Gabriel akashikiliwa siku 21. Na zile siku 21 Gabriel alishindwa kujiondoa. Daniel anaendelea kusubiri Mungu atanijibu, kumbe majibu yalishatokea. Lakini ikatokea kwamba mbona Mungu anashangaa Daniel anaendelea kuomba, ikabidi Mikaeli atumwe tena. Msaidie Gabriel njiani amekwama, kuna mkuu wa anga anaitwa mfalme wa Wajemi. Amemshika malaika mwingine hapo juu. Kwa hiyo kulikuwa na wakuu wengine hapo juu waliomzuia Gabriel malaika, na wakamzuia siku 21. Sasa ilipofika kwamba Mikaeli ameenda, akawashinda wale viumbe vingine waliomshika Gabriel, ndipo Daniel akapata majibu, akaambiwa na Gabrieli, nilizuiliwa siku 21 na mtawala wa Iran ambayo ni Wajemi leo. Bwana Yesu asifiwe. Nchi yoyote inaishi na utawala fulani katika ulimwengu wa roho. Kila taifa, kila kabila na kila jamaa wanapoishi wanadamu, kuna miungu iko juu inatawala. Na ile miungu inayotawala inaweza kaleta ulevi, ikaleta umaskini, ikaleta hali ya watu kuwa maskini sana au kutokufanikiwa kabisa, au watu kuwa mashoga tu. Watu wakaamua kutokuwa na Mungu kabisa. Wanaotawala, Bwana Yesu asifiwe, wanaotawala hapo juu wanazuia, yani uchumi ni usikue, baraka zisionekane kwa watu. Na tunafikiri ni mapenzi ya Mungu, kumbe kuna hiyo miungu. Sasa ilipofika ya kwamba Israeli wao wanajua adui ni wa mwili, walikuwa mara nyingi wanajikuta wanaishia utumwani, wanaenda kutumikia miungu walioshindwa kupigana na wao, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hawana nguvu ya kushinda. Yesu akaja, sema amen, amen. Akatuondoa kwanza mwilini, akatuingiza rohoni. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Lakini ili tuwe na permit, tuwe na uwezo na mamlaka ya kuingia katika ulimwengu wa roho, ili lazima atupe damu yake kwanza. Haleluya. Ambayo kwa njia hiyo damu tulipata msamaha, tulipata ukombozi, ambao huo ukombozi sio wa kawaida. Haleluya. Ni ukombozi kweli kweli. Anasema kwenye kitabu cha Wakolosai ya kwamba hata ile hati ya mashitaka iliyokuwa imeandikwa yenye hukumu zake na uadui kwetu, alifuta na kuiondoa isiwepo kabisa. Sema amen, amen. Akafika mahali akasema, sasa basi hapana hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ile jangwa tulilokuwa tunaweza tukaliingia, baada ya kuokoka hilo jangwa hatutaliingia, bali tutakuwa tumetoka moja kwa moja mautini, tunaingia uzimani moja kwa moja. Tunatoka katika hali ya kushindwa, tunaingia katika hali ya ushindi moja kwa moja, hata bila mapambano katika ulimwengu wa roho. Tayari alishaingia aliye mkuu kuliko Mikaeli katika ulimwengu wako wa roho, akamwangusha yeye alikuwa na utawala juu ya ulimwengu wa roho, akamtupa chini ya nyayo zako, akasema mkanyage huyo pamoja na nguvu zake.
Shangilia kwa Yesu, haleluya. Katika ulimwengu wa roho tumeshaingia moja kwa moja, tumeshaingia humo ndani kabisa. Tumeshafika mahali ambapo hata mtu akishika jina lako akakupelekea kwa mchawi, yule anayeshika jina lako na yule mchawi wanaingia kwenye hukumu moja kwa moja, wanaadhibiwa moja kwa moja, hawataachwa salama tena. Hata sio wao tu, inawezekana na jamaa yake yote, kwa sababu kwa njia ya damu uliyomwamini Yesu umepewa kumshinda. Sema amen, amen. Na wakamshinda. Hebu sema nimemshinda. Haikutosha tu kushinda, lakini kwenye kitabu cha huo Ufunuo sura ya 5 ikasema, na wale wenye uhai wanne na wenye uhai wanne na wazee 24. Ni wenye uhai wanne wangapi? Wanne. Amen. Waliokuwa wanashughulika na maombi tu ya wana wa Mungu watakatifu, wanapeleka mbele za Mungu. Ikawa yale maombi yanaenda kana kwamba lazima bakuli la kwanza lisikilizwe, lije bakuli la pili la dhahabu lenye maombi. Yale maombi yanaweza yakachelewa ya mtu fulani huku Songwe. Hello. Geukia jirani yako, mwambie maombi yanaweza yakacheleweshwa na mmoja na wa wale wazee 24 aliyo wa nyuma kabisa. Unasubiri maombi yajibiwe leo, unakuta hayajibiwi mpaka unazeeka na majibu hamna. Kwa hiyo kukatokea kitu mbinguni. Sema amen, amen. Taarifa ikasema kuna kitabu ambacho lazima kifunguliwe. Kikifunguliwa hicho kitabu, basi wale wanaoomba huku chini hawatakuwa kwenye hali ya kuomba na kuchelewa. Sema amen, amen. Bali watakuwa na access na ruhusa ya kuweza kupokea majibu yao kabla hawajaomba. Piga kelele, sema kabla sijaomba nimejibiwa. Sijui kama inaeleweka hiyo. Ni unabii wa Agano la Kale, lakini ulisema utafanyika huo unabii Masihi akija. Amen. Anakuja Yesu sasa. Biblia inasema na pakawa kuna mtu mwenye uwezo wa kukitazama kitabu wala kuzivunja muhuri, lakini akatokea malaika mmoja akamwambia Yohana, yuko simba wa kabila la Yuda aliyeshinda. Sema amen, amen. Anayo amri ya kuvunja mihuri na kukifungua kitabu. Na Yohana aliposikia hilo, akaona wale wazee 24 na wenye uhai wanne wenye vyombo vyao vya maombi wakianguka chini baada ya kumwona Yesu anachukua kitabu. Wakaanguka na maombi ya watu. Sijui kama wale waliokuwa na maombi yao walisubirije miaka mingapi, lakini siku hiyo huku chini duniani palitokea kishindo. Sema amen, amen. Chenye kusababisha yasiyowezekana yanawezekana, yasiyokuwepo yatakuwepo, yaliyo mbali hayatachelewa tena, kwa kuwa tayari kule juu kuna kitabu kimefunguliwa, mihuri imevunjwa. Sema amen, amen. Kwa kutokea hilo neno, Biblia inasema hivi, na wale wenye uhai na wazee 24 walipoinuka, sijui waliinuka na nini, lakini tunasikia tu walianza wimbo mpya. Wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzivunja muhuri zake, kwa kuwa ulinunulia Mungu wetu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Haleluya. Ukawanunua kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu, kwa damu ukawanunua. Kile kipawa kinachoondoa dhambi, kinaondoa laana, kilichoko ndani ya ile damu kinaondoa kuonewa, kukataliwa. Maana ile damu kishiriki
Kila kilichopandikizwa kwenye ulimwengu wa roho kinakufa. Kila ulichokiingiza katika akili yako kwamba wewe ni mwenye laana kinakufa. Hicho kitu kilichoingia kwenye akili, ile damu yaondoa hata kumbukumbu ya miungu ndani yako, uifuta kabisa isiwepo na nafasi. Ile damu inatusafisha kabisa na asili zingine hata tusizozijua, tulizopelekewa na miungu ya wazazi. Maandiko yanasema ukamnunulia kwa damu yako watu wa kila kabila, kila jamaa, kila taifa na kila ukoo. Mwangalie jirani yako, mwambie umenunuliwa kwa damu. Ongeza sauti, sema kwa damu ya Yesu. Piga kelele, sema kwa hiyo damu nimemshinda adui yangu. Ongeza sauti, hawaniwezi. Piga kelele, sema wasinijaribu, hawataishi tena. Ukristo sio kuonewa. Haleluya. Sema amen, amen. Mwangalie jirani yako, mwambie hautaonewa. Hata katika ujinga wako hautaonewa. Maana wengine wanasema mimi ndio hivyo napitia majaribu, ni Mungu amena. Hamna. Hayo majaribu mnayabeba ninyi wenyewe. Mungu hajawahi kumwekega mtu hata siku moja jaribu eti upitishwe kwenye moto uchomwe sana na mapepo, eti upigwa sana na wachawi, watoto wako wafeli mitihani, alafu unasema ni mpango wa Mungu. No, haitatokea. Mwangalie jirani yako, mwambie hivyo hivyo tutaenda. Wataelewa tu ya kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Tena sema kwa sauti, wasinijaribu, maana mwilini mwangu nimechukua chapa zake Yesu. Piga kelele, sema nimechukua alama ya uweza na nguvu na mamlaka. Kila kinachokuja kinyume na mimi kitaanguka tu, hakitasogea mbele yangu. Watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Ongeza sauti, watatawanyika kwa njia 7. Piga kelele, sema watapotea na sitawaona tena. Tumekuja wakati wa neema iliyoongezwa juu ya neema nyingine. Kipawa cha wokovu hakikuangushi jangwani na wala hakikuingizi jangwani. Haleluya. Maana wengine wanafurahishwa kwamba Israeli walipita jangwani na sisi tutapita, lakini tutamaliza jangwa. Jaribu, nenda uone. Sijisifia hapa wakati wewe mwenyewe hujui hata jangwa likoje. Umekaa huku kuna mvua kila siku. Mwambie mwenzako, Yesu alishapita jangwani kwa ajili yangu, akajaribiwa kwa ajili yangu. Majaribu yote Israeli aliyejaribiwa akashindwa, akafa jangwani. Yesu aliyechukua hayo majaribu, akaenda siku 40, siku moja kuwa mwaka mmoja. Akatoka jangwani, akaingia hekaluni, akasema Bwana amenitia mafuta. Na aliposema, maadui wakalalamika. Walipotaka kumtupa, hawakuweza. Iko hivyo. Watajaribu kukufanyia hila, hawatakuweza. Maana swala la wewe kupigwa tena halipo. Swala la wewe kulala usiku unaota ndoto za mashetani haitatokea tena. Na kila ndoto uliyooteshwa ikakuletea madhara, na ifuta hiyo ndoto katika jina la Yesu. Haitakuwepo juu yako tena, na hilo anga la hizo ndoto halitarudia juu ya hema lako kwa jina la Yesu. Sema amen. Hawana hiyo license. Hawana. Wale wazee wenye uhai wa 4 na wazee 24
wakabadilisha maombi, wakaanza kuimba. Mambo ya kupeleka maombi ya watu wa Songwe imeisha. Sasa hivi kabla hujaomba, malaika ameshaamka kabla hujaamka. Wanaenda kwenye maeneo ya kazi, wanafanya kazi kabla wewe hujaenda kazini. Wanahakikisha kwamba chochote walichokipanda njiani kikukamate, kinaondolewa njiani. Sema amen, amen. Chochote walichokitega, walichokipandisha kwenye maagano ya milima, kinaenda kuharibika kabla huyo mchawi hajafika nyumbani, anagongwa na pikipiki. Sema amen. Piga kelele, sema wagongwe. Tuko kwenye neema juu ya neema. Piga kelele, sema neema juu ya neema. Ongeza kelele, neema juu ya neema. Wenye uhai wakabadilishwa lugha. Imbeni wimbo, wanaimba wenyewe bila kupenda. Wastahili wewe kukifungua hicho kitabu na kuzivunja amri zake, kwa kuwa umemnunulia Mungu wetu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, nawe ukawafanya. Sema amen, amen. Piga kelele, sema nikafanywa. Sema tena kwa sauti, nimefanyika kuwa ukuhani na ufalme. Saa yangu ya kutawala imefika. Mafuta ya utawala yako juu yangu. Sema nitatawala usiku na mchana. Sema kwa sauti, nitatawala katika ulimwengu wa roho, nitatawala katika ulimwengu wa mwili. Anamalizia pale, anasema tena wanamiliki. Si tusome hilo andiko? Ufunuo wa Yohana 5 mstari wa 10. Nao wanamiliki. Ukiniambia hatuna neema, nitakushangaa. Tumepewa neema tena juu ya neema. Haleluya. Sema neema juu ya neema. Sema sasa hivi sio malaika tena wanaonipigania, ni mimi mwenyewe natawala pamoja na Kristo. Tunamiliki pamoja naye. Amen. Wanafanya mchezo. Yesu anakuambia nimewapa mamlaka. Mikaeli shughuli zake ni Yerusalemu huko. Watakatifu saizi wamepewa nafasi ya kumiliki. Sema amen. Sikiliza mstari ule wa 10, Ufunuo Yohana 5. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili tuko sambamba. Sema kwa sauti amen. Sema katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Hata kabla sijasema, maandiko yamesema. Hata kabla sijajua, maandiko yameshasema. Na kilichosemwa na Mungu hakuna wa kukipinga wala kucheleweshwa. Ninatawala katika ulimwengu wa roho na katika mwili, katika jina la Yesu. Amen. Geukia jirani yako, mwambie hutaonewa tena. Mwangalie usura, mwambie hata adui wako hutamuona. Ninakwambia umwambie hivyo kwa sababu wewe ndio mfalme sahihi. Na una mafuta ya kiufalme, una mafuta ya kiukuhani. Yule jemedari, the great princess Mikael, shughuli zake za kiroho kupambana ziliishia Ufunuo 12. Mstari wa 11 tumeshatangaziwa sisi kwamba tumemshinda yule mwovu. Sema nimemshinda yule mwovu. Nakupa neema uione hii ya kwako. Nguvu ya ushindi ya kwako hivi ilivyo inaanza the moment unaposikia. Imani inapokuja
inaingiza huo ushindi. Sema amen, amen. Kuna viumbe vya rohoni vinatawala kweli, vina nguvu kweli, vikija kwenye eneo lako tena bila kuja vinaambiana. Unanisikia nyewe Wakristo? Wanaambiana, usimjaribu yule. Wakristo mnanisikia nyewe? Iko hivi nyewe wapendwa. Uwezi ukanitangazia mimi vita vya kupigana ngumi na Tyson. Unataka kuniua. Siletei hiyo biashara, nitapewa milioni 20, lakini nikiwa kaburini nimeshakufa, itanisaidia nini? Maana ngumi ya Tyson ni jeneza lenyewe, linakupeleka kaburini. Alafu tunasema pambano hili Absalom na Tyson. Mimi na nguvu ya kupigana na Tyson kwa ngumi, nitatoa wapi? Unanisikia? Pambano la adui zako katika ulimwengu wa roho, wanajua hawakuwezi. Wanajua si kwa sababu mimi nahubiri, wanajua kwa sababu maandiko yanajisema wazi. Haya maandiko yako kwenye vitabu, sio kwenye vitabu peke yake. Haya maandiko yametangazwa kwenye ulimwengu wa roho, yako kwenye hili anga, yanatembea na haya mawingu ya usiku na anatembea kwa haya mawingu ya mchana. Andiko hili liko hai, tena la nguvu, tena la ukali kuliko upanga wao katao kuwili. Hili andiko linatembea kila upande. Kabla hujaenda kitandani, limeenda kwenye godoro lako. Kila uchawi ndani ya nyumba yako hautaweza kuliangalia ikakuona ukiingia na wao wakabaki ndani. Hata wale wanaotembea ndani ya dari hawatakuwepo. Hata wale wanaoingia kwenye vyumba vya chakula hawatakuwepo. Maana wanajua hata kwenye maji imeandikwa, hata kwenye hewa imeandikwa. Maneno ya Mungu ni roho, huwezi kuyaekea mipaka. Yesu anasema maneno haya nawaambia ninyi ni roho. Ni roho. Maneno yenyewe roho. Maneno yenyewe yanatamkwa, yana nguvu, tena yana uhai. Alafu utaniambia niogope, kuna mtu ananifuatilia, kuna mchawi. Nataka nikuambie hivi, kama bado kuna wachawi wanakufuatilia, leo hili andiko hili na maneno haya naye yahubiri yatatembea na wewe kuanzia leo. Yataandikwa kwenye gauni lako, yataandikwa kwenye mwili wako, yatatembea na wewe machoni pako, yatatembea na wewe mbele, yatatembea na wewe nyuma. Utatembea na uwepo ya kwamba tumemshinda kwa damu ya mwana. Mwangalie jirani, mwambie sasa neema imeanza kazi. Nisikilize vizuri. Kuna injili za kukutisha na injili za kukuingiza kwenye uhoga. Wengine wanahisi wana mapepo. Utoe wapi pepo? Kwanza kabla hujaja, ulipotangaza tu naenda kwenye mkutano Tunduma na Absalom yupo, mapepo akasema tumeisha. Kwa sababu anajua Absalom ni type ya wapi. Wanajua. Na mimi nataka nikwambie, na wewe leo utatoka kuwa namna nyingine leo. Neema hii lazima ikubadilishe. Neema hii lazima ikupandishe juu zaidi. Neema hii lazima ikukatishe pamoja na Kristo. Neema hii lazima ikuweke juu ya falme. Neema hii lazima ikuweke juu ya kila utawala. Sema na mimi amen. Tusome maandiko. Si sawa? Hebu fungua Wakolosai 2. Nimeambiwa hapa katika ulimwengu wa roho sahihi, kuna asilia ya mtu anayetembea mwilini mwake ameandikiwa kifo. Listen to me. Hufi. Nisikilize, hufi. Aliyeshika kalamu andika juu ya mwili wako unakufa, yeye ndio tunamzika, yeye tutampeleka, yeye tutamwekea majani, yeye tutamwekea maua. Nenda
Nani afe hapa? Piga kelele, sema uhai wake uko ndani yangu. Kama alivyo mbinguni ndivyo nilivyo duniani. Anatawala, ninatawala pamoja naye. Anamiliki, ninamiliki pamoja naye. Amen. Amen. Pingisha jirani yako, mwambie amka wewe. Mwambie hawatakuonea. Hii sio mienzi. Oh, vumilia. Nivumilie nani? Yesu ndiye aliyevumilia kwa ajili yangu. Kwa hiari kabisa akanipeleka msalabani ajichukulia matatizo yangu. Akipigwa nilikuwa napigwa. Magonjwa yakapona kwenye mwili wake. Alafu naambia nivumilie. Nakwambia hata nywele zangu hazitaguswa na upepo unaokwenda kunyoa. Siku moja eti mtu anakuambia, "Oh, unaenda kwa vinyozi wengine wanatumia na shetani, wanachukua na nywele." Na wapelekea zote. Nataka uniingizia imani ya kuniogopesha hapa. Nampelekea kinyozi, kata nywele hizi zote. Asichukue na ufagio, azikusanye, ampelekea Karumanzira. Lakini nataka nikwambie, saa anazichukua, anasema nimezipata. Ndipo atakaposikia tumbo linavimba. Ataenda chooni, hamna haja. Atajiuliza, ni nini leo, nimekula ndizi iliyoharibika? Hatakuta sio ndizi. Umewaza. Hilo unaniwazia tu. Umebadilisha hali ya hewa ya maisha yako. Hewa hii sio ya kwako. Aliyeiweka hii hewa ameiweka ili itufaidishe wateule. Alafu wewe unataka kumgusa huyo mteule aliyenunuliwa kwa damu. Hebu angalia itakavyokuwa. Mwenye hii hali ya hewa ataibadilisha tu. Ghafla itabadilika. Utaanza kusikia mapua yanavimba. Ujawahi unaga mapua ya kivimba? Unajaribu hili lifunguke, halifunguki. Tutakupa Vicks, pua linanuna, linakataa, mpaka unapelekewa mipira. Hewa inagoma. Mjaonaka kwenye Biblia miti ilishawahi kuua watu? Ilitoa tu miti, papi, inakamata mtu, inanyonga, inaacha. Ardhi inafunguka, inabeba watu, inamaliza, na nyamaza. Usicheze na mafuta haya tuliopewa na Kristo. Ukimgusa mwanamke yeyote aliyoko hapa, umegusa mboni ya jicho la Mungu. Hautabakia salama, utapotezwa kabla ya wakati wako. Ni heri upatane na watakatifu kuliko nyoshe mkono kwa wateule. Sema na mimi sawa. Kuna vitu vingine msipoongea watafikiri kwamba tumezeeka. Wacha tuongee, hatuzeeki sasa. Geukia jirani yako, mwambie hakuna kuzeeka hapa. Tutaongea tu. Wanasemaga eti akiwa mzee hawezi nini? Oh, hawezi kazi tena, amezeeka na nini na nini na nini. Nani amekwambia kuna mzee hapa? Wacha hiyo. Azeke nani hapa? Geukia jirani yako, mwambie azeki mtu hapa, shindwa. Wewe unataka unitangazia kifo haraka, maana anayezeeka anakaribia kuondoka. Sasa mimi nazeeka, mimi niende wapi? Hii lugha za kusema unajua nimeshazeeka, toa urisi. Mimi sijazeeka. Mwambie mwenzako, sura inaonyesha nimezeeka iko. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Kuna mzee hapa? Kula maisha, acha kusema wewe ni mzee. Mama, kula chakula vizuri, vaa vizuri, jipake mafuta. Biblia inasema hata kabla hujaomba jipake mafuta yako vizuri. Alafu tokeza nje, wakikuangalia wanasema aya ni yule wa miaka 30 iliyopita. Hazeeki.
Siku hizi watu wanajifikiria kuzeeka ni kujitangazia kwamba sasa. Unafikiri ni heshima? Biblia inasema hivi, mtoto wa kwenu atakufa na miaka 100. Sasa wewe unaye 100. Geuka jirani yako mwambie unaye ngapi? Mwambie hata utoto bado. Mtoto atakufa na miaka 100. Wala hapata kuwepo na mzee asiyetimiza siku zake. Maana kama zilivyo siku za miti ndivyo siku za watu wangu na watumishi wangu zitakavyokuwa, asema Bwana wa majeshi. Sasa unajua wingi wa siku za miti wewe? Nenda Tukuyu huko Mwakaleli, kuna miti imekaa pale kabla Mjerumani hajaja, inaangalia watu tu wanakuja na kuondoka. Iko hiyo miti haijapata malaria wala haina typhoid. Nimekwambia tusome wapi? Wakolosai ngapi? Kumbe mko pamoja na mimi Ndio kwa jirani yako kumbe upo Wakolosai 2. Twende tusome. Nianze mstari wa 6. Inasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, sio kwa wengine. Mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mstari wa 8 uzingatie sana. Watu wanafanywa mateka kwa elimu za bure, kwa madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. 9. Maana katika yeye Yesu unakaa, maana katika yeye Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. 2 in 1. Katika roho na katika mwili. Yupo pale. Ukimwona katika roho, ukimwona katika mwili, ndivyo alivyo katika roho mbinguni. Yuko hapa duniani, anaingia kwenye nyumba ya Simeoni mkoma, anakula. Wakati huo huo yuko mbinguni anatawala. Wakati huo huo malaika mbinguni wanaimba, yeye yuko hapa duniani. Maandiko yanasema utimilifu wote. Wanamsukuma aanguke kwenye korongo, yuko katika mwili. Sema amen, amen. Wakati huo huo hawa wanaomsukuma wanangojea awasaidie ili wafike nyumbani salama, maana na wao hana hakika watafika nyumbani. Alafu anawalinda. Haleluya. Utimilifu wote. Tukizungumza utimilifu, ni vitu vikuu vitatu vinavyoitwa utatu: Baba, Mwana na Roho. Lakini havikumaliza hivyo peke yake, akaingiza na uweza wake na nguvu zake na mamlaka yake katika hali ya kuonekana na kutokuonekana kimwili. Amen. Kumaanisha anaweza akawa hapa na at the same time yupo na nchi nyingine, lakini yuko hapa. Haleluya. Sema amen, amen. Amekaa katika utimilifu wa anayejua yote, maana Mungu ndiye anayejua yote. Amekaa katika utimilifu, ndio mwenye nguvu zote, anaona kila kitu, anatawala rohoni na at the same time anabeba msalaba, anaenda Calvary. Amen. Sema kwa sauti amen. Sasa kwa hiyo asili hiyo, maandiko yanasema hivi, mstari ule wa 10, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka.
Na ninyi mliokaa hapa, kwa kile kipawa cha neema juu ya neema alichokuja nacho, unaingizwa kwenye eneo na wewe kutimilika, kukamilika, kujaa katika viwango vya kutokuonewa tena katika ulimwengu wa roho. Sema amen, amen. Yoyote wa asili ya rohoni, yoyote wa asili ya rohoni wanaojaribu kutafuta asili ya nguvu zako wazichukue, sahi hawana. Let me tell you this, hawana. Hii sio ile ya Adamu na Eva. Ya Adamu na Eva hawajapata neema juu ya neema. Wao eti wamejaribiwa, wakala tunda, nguvu zikawatoka, wakaenda. Hawana nguo. Sahi mimi na wewe hatuko kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo adui angeingia na kutudanganya. Niko ndani ya Yesu. Humu ndani ya Yesu nimetimilika. Nimetimilika katika uwezo na nguvu na mamlaka. Ndipo amesema katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Enzi ni eneo la kutawala. Neno enzi ni uwanja wako, maeneo yako ya kujidai. Mgeuke jirani yako mwambie unalo eneo. Kule kwenye Ufunuo tumeambiwa nao wanamiliki juu ya nchi. Si ni sawa sawa? Juu ya nchi. Tuko kwenye mwili. Haleluya. Sema amen, amen. Lakini ndani ya huu mwili tuliovaa juu ya nchi kuna wanaotawala katika ulimwengu wa roho. Lakini likifika kwenye eneo langu mimi sema amen, amen. Likifika ni eneo langu, mahali pangu pa kujidai, maana yake ni hii: kwenye eneo lako la maisha, eneo lako la afya, eneo lako la familia, eneo lako la biashara, eneo lako la kuingia katika mji na kutoka, hakuna mtu anaweza kukuwekea kitu chochote kikakushika maisha yako, kikakupeleka kwenye maumivu. Hakuna, wa rohoni wala wa mwili. Maana yeye katika roho alikuwa katika utimilifu wote wa Mungu. Katika asili ya mwili, bahari, mawimbi anayakanyaga. Utayakanyaga mawimbi wengine yanayowatisha na kuyaona yanawaangamiza, lakini wewe utapita juu yake. Utayapita majaribu ya wengine kwa kuyakanyaga, lakini hakuna jaribu litakalo kukanyaga wewe. Utayaharibu malango ya kuzimu. Nilisema mwaka jana, sijui ni mwaka jana, lango la kuzimu, neno lango la kuzimu halitawashinda. Maana yake ni sehemu ya bunge linapokaa kupitisha maamuzi ya utawala. Wakipitisha maamuzi ya umaskini katika mji wa Tunduma, wewe hautapitia kwenye huo maskini. Piga kelele, sema amen, amen. Tena sio hivyo tu, unaweza ukazuia kinachoitwa umaskini kilichoamuliwa kuzimu kisiwakute watu unaokaa nao hapa. Ndio maana Yusufu anaingia Misri na mpango mkakati wa njaa kuingia Misri ulishatengenezwa kuzimu. Yusufu anatokea, anasema kuna jambo hili na hili na hili, sasa tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Mwanaume anatoa ushauri, mtawala anasema sijai kuonaga hekima kama hii, na mimi natamani iwe hivi. Yoyote aliyoko hapa asichukuliwe mateka kwa elimu ya watu ambayo sio fundisho la Kristo. Tumejengwa juu ya Yesu, tukae juu ya Yesu. Tumejengwa ndani yake, tukae ndani yake, ili kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui.
Kama kuna kiumbe chochote kimehusika kwenye mateso yako tangu kuzaliwa, na hata wale wanaonisikiliza kwa redio na kwenye mitandao ya kijamii, kama kuna kiumbe chochote kimepewa leseni aidha na marafiki au wazazi au ukoo, ili wewe upitie uteseke duniani mpaka siku tunakuwekea udongo ugarudi kwa udongo, nataka nikutangazie wewe kiumbe unayenisikia, wewe malaika wa giza unayesikia, popote huyu mtu unayemsema hapa kwamba ulimshika ni mali yako, kuanzia leo kwa damu ya mwana kondoo, hauna mamlaka naye tena, hauna amri naye tena, hauna uwezo juu ya huyu mwanamke, huna uwezo juu ya watoto wake, huna uwezo juu ya ndoa. Piga kelele watu wa Mungu, sema amen. Kama wanaweza kusema lolote waje kwangu. Bwana amenitia mafuta, akaniambia sasa kama yeye alivyo rohoni ndivyo alivyonifanya na mimi nisitishwe na hivi viumbe, kwa sababu Yesu ndio kichwa cha enzi yote na utawala na mamlaka. Natangaza kitanda chako ni cha usingizi. Sema kwa sauti amen. Natangaza kitanda chako ni cha usingizi ulio mnono. Ulio mnono, hautalala hivi ukageuka hivi eti unasikia mgongo unauma. Sema sawa. Kuna watu mchana wana afya, usiku wanabidi wakafungue TV waangalie tu. Nataka nikwambie hivi, kama yeye ndivyo alivyokuwa katika mwili, alafu na sisi tunaambiwa kwenye mstari wa 10 tumetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka Mgeuke jirani yako, mwambie enzi. Sema ni eneo langu la kujidai. Sema nitajidai hapo, na hata nikisafiri, popote nitakapopita, nyayo zangu zitakapokanyaga, miungu itaharibiwa. Kila aina ya nguvu za giza, falme zozote zinazoishi juu ya nchi, watapisha njia, hawatanisumbua. Kuna mtu hapa namuona anamuombea mwanae anaenda boarding school, ana mawazo ya shule anapoenda, amepitia matatizo kwenye hiyo shule. Nataka nikwambie hivi, mwanao akilibeba sanduku atoke nyumbani, aingie kwenye geti la chuo au shule, ile miungu inayetawala kwenye ile anga hawatamweza mwanao tena, hawatamgusa tena mwanao. Akishaingia kwenye compound ya shule, kila miungu iliyoko pale watajua kuna mwanamke aliyekaa kwenye mkutano huu, aliyepewa watoto waliobarikiwa na hakuna wa kuwalaani. Sema na mimi amen. Ninamweka mtoto wako kwenye maeneo ya kutawala kuanzia leo. Akiingia kwenye darasa, namba 1. Akienda kwenye michezo, namba 1. Akitoka, namba 1. Walimu wote lazima wajiunganishe kwa kumpenda huyu mtoto. Watakaomchukia huyu mtoto watachukiwa na mbingu, watachukiwa na malaika, watachukiwa na kila kitu kilichoko juu ya nchi. Napatanisha watoto wako na madarasa wanayoyasoma, na viumbe vinavyotembea rohoni katika ulimwengu wa roho hawataingia kwenye darasa la mwanao, hawataingia kwenye daftari lake, hawataingia kwenye kalamu ya mwanao. Sema na mimi amen. Geukia jirani yako, mwambie kama hujazaa pole, sisi tumeshapewa watoto wenye baraka. Sema amen, amen. Tafuta chombo, wake up. Nataka niione ile nyota njema iliyoonekana wakati wa Kristo, ikitembea juu ya nyumba za watu, ikipeleka wale wanaobeba utajiri wakikutafutia wewe na watoto wako.
waliobeba manemane, uvumba na dhahabu, waje wagonge hodi mlangoni mwako, lakini sio wachawi wagonge hodi nyumbani kwako. Sema amen. Nilishasomaga nikasikiaga wahubiri wanasema, wale jamaa walikujaga mamajusi. Unajua wale mamajusi wale ni wasoma nyota. Ulishaonaga nyota inaweza kakaa juu ya nyumba? Mnajua nyota ukubwa wake? Ile sio nyota, yule ni malaika. Malaika kwenye maandiko wanaitwa nyota. Mnasikiliza watu wa Mungu? Na zile nyota ulizoziona kwenye mkono wangu ni malaika 7 wale makanisa. Tunaenda sawa? Na yule malaika akakokota, shetani akakokota na theluthi ya malaika, nyota za mbinguni walikuwa ni malaika. Sasa yule ni malaika aliyetembea kutoka mashariki kule. Ngoja muangalie kwenye dunia ilivyo. Wachina sahihi, Wachina, na nafikiri wale jamaa walikuwa 3 wametoka China. Wanacho kitabu, kipo kabisa, kipo kinaelezea wenye hekima wa kwao waliona hiyo nyota, walimuona huyo malaika, na huyo malaika aliwaongoza mpaka Yerusalemu. Wanayo kabisa. Kabla Yesu hajazaliwa miaka 2, wakazoa utajiri wao, wakasema lazima tuende tupeleke. Tena waliambiwa beba hii, beba na hii, beba na ile pale, beba hiyo dhahabu hapa, hapana wacha tena, beba na hiyo. So hiari yako, twende tunaenda kumsujudia. Malaika kawaongoza. Sio nyota inaweza kasemekana imekuja ikakaa pale, nyota ile, nyota ya mashariki. Ni malaika anayetawala mashariki. Sema amen, amen. Na mimi naweza kusema sasa hivi singojei nyota ije juu. Yule roho aliye ndani yangu sahihi ameamuru sasa wale malaika wote waanze kuwa watumishi hapa. Wanaanza kutembea na wewe. Wakienda kufungua maduka asubuhi, wanakuta malaika ameshaandaa wateja 1 2 3. Wanaambia hapana, ingia kwingine, ingia hapa, ingia hapa, ingia kwa yule mama mteule ingia kwa. Biblia inasema watawatumikia watakatifu watakaorithi ufalme. Eti nyota yako imeibiwa. Ipi? Malaika ameibiwa. Hii sio kipindi cha Gabriel akimbizwa ovyo. Hawa walioko saizi wana access moja ya kushinda. Hawezi zuiliwa na mkuu wa anga, kwa sababu kwako wewe kuna damu. Hebu sema kuna damu juu yangu na juu ya watoto wangu. Kuanzia leo kila anayeniona atatambua mimi na uzao wangu tunamiliki juu ya nchi, tunatawala pamoja na Kristo. Shangilia Yesu kwa makofi. Haleluya. Ninaziona sura za watoto wenu watakao toka masomoni wakiwa na vyeti, wakiwa wamefaulu vizuri. Jamani, ninapozungumza na wewe, nina watu ambao wananisikiliza kila wakati na wananipa maneno ya kunifurahisha kila siku. Daddy, watoto wangu waliokuwa mkia saizi ndio wanashika namba ya 1 na namba ya 2 kwa masomo. Ni nini? Ni kwa sababu tayari wameshatambua wao ni nani. Watoto ni wadogo, hawajajua, lakini wanaenda darasani hawajajua kinachoendelea. Kuna kautukufu kana juu yao. Kuna wingu la Mungu liko juu yao. Kuna uwepo wa Mungu unaotembea na wao. Sema amen, amen. Ninazungumza na mtu hapa. Mtoto wako ni mtukutu sana, ameshindikana, mpaka unasema jamani, Mungu wangu, mtoto amevishwa roho ya nani? Katoto hakaelewi. Katoto paka kanatoroka nyumbani, saa nyingine hakarudi. Shakutana na mama mmoja anasema kanaruka hata ukuta. Ukikaangalia kenyewe hakafanani na ukuta. Kanapitaje juu ya ukuta? Lakini sasa hii roho linaambiwa huyo mzazi anayelia juu ya mwanae aliyepitiliza katika tabia, utampenda huyo mtoto kuliko kawaida. Maana amebeba utukufu huyo mtoto kuanzia sasa. Amebeba wingu la Mungu juu yake. Hata pitia hayo maisha unayoyaona kama anapitia. Waliovisha hiyo roho ndani ya mwanao hawataiona hiyo nguvu tena ndani ya mwanao ikitenda kazi.
na huyo mtoto utambeba, utamfurahia maisha yako yote. Ninafurahishwa wakati naongea haya, Mungu ananionyesha huyo mtoto. Sema amen, amen. Hebu sema asante Yesu kwa ajili ya uzao wangu. Ni uzao uliobarikiwa, hautaomba chakula njiani. Ni uzao uliobarikiwa, hakuna atakayewalaani. Ni uzao wa utawala, hawatatawaliwa, hawatamilikiwa, katika jina la Yesu. Amen. Na kamda nako kameenda, muda nao unakimbia. Sijui kwa nini naona kitu katika ulimwengu wa roho, lakini kile ninachokiona ni kizuri. Nakiona kizuri zaidi. Nakiona kinakuja kwa nguvu kubwa. Nakiona kinakimbia sana. Kinafanya bidii kutafuta nyumba yako ilipo. Sema kwa sauti, inakuja kwa nguvu zote. Sema inakuja ule utukufu mkubwa. Ongeza sauti, sema lile wingu la Mungu lililokuwa mlimani liko juu yangu tangu sasa, katika jina la Yesu. Hebu mpe Yesu makofi mazuri kabisa. Ile neema juu ya neema inakuja juu yako kwa nguvu mno, kwa nguvu kubwa. Nikiongea zaidi muda wangu umeenda, lakini nataka nikwambie wengine, hata kabla hatujamaliza ili kongamano, hatujafika Jumapili, wengine hapa hamtalia machozi ya huzuni. Mutacheka usiku kwa machozi ya furaha. Mutachekeshwa na Mungu katika machozi yenye furaha isiyokuwa ya kawaida, yenye furaha isiyokuwa iliyopita uwezo wako. Unajua kuna machozi mazuri Yaani unayatoa mpaka jicho jekundu. Wanakuuliza unalia nini? Naambia wacha tu. Aliyonitendea Mungu sina uwezo wa kuyaelezea, sina uwezo wa kuyatafasiri. Unamwambia mtu niangalie tu, yaliyokuwepo jana sio yaliyokuja leo, mengine yameumbika leo. Naumba jambo jipya katika maisha yako. Natamka jambo jipya juu ya ndoa yako. Natamka furaha nyingine juu ya kazi yako. Naongeza kicheko pale mahali penye huzuni. Naweka tena machozi ya furaha. Piga kelele, sema amen. Kuna nguvu mpya inakuja kama upepo uendao kasi. Maandiko yanasema yakaijaza nyumba ile walimokuwamo, na ikatokea kama ndimi za moto juu yao. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Nataka usikike sauti nyingine ndani ya nyumba yako, sauti ya kelele zingine ndani ya nyumba yako. Yule Mungu aliyekuja pale Yerusalemu aje kama alivyokuja Yerusalemu kwenye nyumba yako. Aijaze nyumba yako kicheko, aijaze nyumba yako amani, aijaze nyumba yako utajiri, aijaze afya, afya, afya. Miungu walioingilia ndoa zenu hamtawaona tena. Sio tu tena, ni kwamba wanaangamia kabisa. Forever and ever and ever. Yoyote aliyeshika suruali ya mume wako hautamuona tena. Hicho kiumbe kinachochukua uchawi kikashika ndoa ya mtu hautakiona tena. Sikiliza haya maneno. Mwingine wenu mtawazika wiki hii hata kabla hajafika siku ya mwisho ya mkutano. Maana Mungu hata waachilia adui zako wakaendelea kujisifu wakati wewe na watoto wako mnalala njaa. Hawataendelea kupewa nafasi ya kukunyima usingizi usiku. Ninazungumza na wewe katika mafuta yasiyokuwa ya kawaida. Mapito mengine umepitia ni kwa sababu ulifikiria ni mapito yaliyoruhusiwa na Mungu.
lakini kumbe ni adui aliyekamata akakufunga kwenye mti mahali, na hiyo kamba leo imekatika. Haitaendelea kukufungia hapo tena. Ule utumwa na ule umaskini na yale magonjwa na ile hali ya kukataliwa haitabakia tena kwenye maisha yako. Tunaingia kwenye ulimwengu wako wa roho sahihi. Tunabomoa ngome zao, tunaziharibu kila kazi zao. Sema na mimi sawa. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Na kaona kamda kanakimbia zaidi. Kuna kitu ambacho kinatokea. Kuna kitu kinachotokea. Kama una sadaka yako, kimbia ilete hapo mbele. Labda unawaza sio nipeleke au niache. Njoo kimbia haraka. Inawezekana kuna kitu kinachotokea kwako. Maisha yako sio maisha yale ya jana. Nuru ile iliyokuwa inaangaza ndani yako ikafunikwa na mapito magumu. Sasa ile nuru haitafunikwa na kitu chochote. Itatoka na kuangaza kila upande. Kuna mtu ambaye ameishi maisha ya kulia usiku na mchana, akiongea maneno mengi hata yamemhuzunisha Mungu. Wacha Mungu akupe kicheko. Wacha Mungu akupe furaha. Wewe na watu wa nyumbani mwako, siku zako za kucheka zimefika. Siku zako za kuimba pambio ndani ya nyumba zimefika. Siku zako za kusoma Biblia na watoto wako zimefika. Siku zako za kufanya maombi na familia zimefika. Siku zako za kukaa na watoto wako mje kanisani zimefika. Hamtatenganishwa na watoto wenu kwenye ibada. Hamtatenganishwa na baraka zenu za watoto. Hamtatenganishwa na furaha ya ndoa. Hamtatenganishwa na kazi za mikono. Kuna kitu kinaumbika kwako wewe baba. Kuna kitu kinaumbika kwako wewe mama. Huu ulimwengu hautakupiga, hautakuonea. Hakuna atakayesimama mbele yako. Hakuna atakayeliandika jina lako kwenye kitabu cha waganga. Hakuna atakayeandika jina lako kwenye vioo vya kiuchawi. Hawataandika tena jina lako kwenye ukuta wa waganga. Leo Mungu ameshika kalamu, anaandika habari mpya kwako. Anaandika habari njema kwako. Anaandika neema juu ya neema imemiliki maisha yako kuanzia leo. Ukiwa umesimama hivyo, kama unakuja fanya haraka. Nataka useme maneno haya pamoja na mimi. Sema: Roho Mtakatifu, washa moto tena kwa upya. Washa moto mkubwa, moto usiozimika, moto uliobeba ishara na miujiza katika maisha yangu. Washa moto ndani ya malango yangu, moto wa uponyaji, moto wa mafanikio, moto wa heshima, moto wa kuinuliwa. Tangaza katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia leo, aibu haitatembea mbele yangu, wala sitaona haya nitakapotoka malangoni mwangu. Kuanzia leo napokea kikombe changu kilichofurika mafuta matakatifu. Kuanzia leo natangaza hakika wema na fadhili zake zitanifuata kila siku, kila mahali, kila mahali. Wema, 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 mazuri, heshima, mafanikio na afya zitatembea pamoja na mimi, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Inamisha kichwa. Kuna maneno mawili moyoni unasikia kumwambia Mungu asante. Moyoni kuna kitu kinagonga, kinagonga kama kengele inalilia. Naweza nikakwambia hiyo kengele au sauti hiyo ndani ya moyo wako ni ishara inayoumba. Kuna kitu kinaumbika, kipaji kipya kinaumbika. Kuna vipawa vingine vinaumbika, vipawa vya kubeba ishara, vipawa vya kubeba miujiza, miujiza. Kuna kicheko kiko ndani yako, kuna uponyaji unaingia ndani yako. Mashetani hayatakuweza tena, majini hayatakuweza tena, wachawi hawatakuja kwenye lango lako, miungu haitakupiga.
kuna kitu kinaumbika ndani yako, kuna kitu unakisikia moyoni kama kanaingiza sauti fulani. Nairuhusu ishara hiyo ikutokee sasa. Naruhusu ishara hiyo itokee sasa. Naruhusu muujiza huo unaouona, naruhusu muujiza huo unaouona utokee sahihi, uanze kuonekana kwa jina la Yesu. Muujiza mpya, muujiza mkubwa, muujiza wa kushangaza, muujiza wa kuogofya, muujiza. Kuna muujiza shekiramanda mote kirabakai. Hata unayenisikia kwenye redio, wewe unayenifuatilia kwa mitandao, kuna kitu kinakutokea. Kuna umbaji uko hapo. Wewe mgonjwa kitandani unasimama. Wewe uliyelala kwenye kitanda cha mauti, simama. Simama kwa jina la Yesu na kuapisha. Wewe pepo, mwachia mtu huyu, mwachia mwanamke huyu, mwachia huyu baba, in the name of Jesus. Mwachie, mwachie. Thank you Jesus.